Ya, ugumu huko katika maeneo mawili. Ugumu wa kwanza ni ubora wa mpinzani, huo ndio ulikuwa ugumu wa kwanza. Ugumu wa pili ni kukosekana kwa baadhi ya wachezaji katika kikosi chetu, na uzuri ni kwamba sisi wachezaji wetu wanaokosekana ama wanaoumia ama wanaopata majeruhi hatuwafanyii promo, lakini tunakabiliwa pia na hiyo changamoto ya majeruhi. Kwa mfano jana ukiachilia mbali Selemani Mwalimu ambaye alikuwa anatumikia adhabu yake, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu amemaliza adhabu yake, hivyo mechi na TRA atakuwa sehemu ya mchezo. Lakini tunamkosa Baraka Mwangosi ambaye ni majeruhi, lakini tumemkosa Ino Loemba vile jana ambaye ni majeruhi. Kwa hiyo kukosekana pia kwa hao wachezaji wawili kukaifanya timu yetu kukosa nguvu ya kutosha pale mbele, ikapelekea mechi hiyo kuongezeka uzito na ugumu zaidi. Samaji, kwa namna ambavyo umeangalia jana, tumepata support ya kutosha kutoka kwa mashabiki wetu wa Mwanza, kanda ya Ziwa na mikoa karibu. Tuwashukuru kisha tuangalie nini ambacho kinafuata. Tunawashukuru mashabiki wa kanda Ziwa, jana wame show up vya kutosha, wamekuja uwanjani kwa wingi, wametimiza wajibu wao ipasavyo, though wamekuwa frustrated kwa sababu walitarajia ushindi, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Tumepata sare, inaumiza, lakini hatuna namna, tunaendelea kupambana. Unajua kitu kizuri Tobias ni kwamba unaweza ukapata sare lakini ukaiangalia timu yako imecheza vipi, ama ukaiangalia timu yako imekuwa na mwenendo gani. Kuna mtu anapata sare alafu ukiangalia timu yako unaona iko hohe hahe, na kuna mtu unapata sare unasema hii sare nimeipata lakini timu yangu imecheza vya kutosha. Nimeipata hii sare kwa sababu ya kosa fulani lililofanyika pamoja na ubora wa mpinzani wetu. Kwa ukiangalia Simba Sports Club, sare yetu ya jana dhidi ya Pamba ni sare ambayo inatia matumaini. Timu imecheza vizuri, hiyo inakupa guarantee ya kwamba mechi inayofuata mimi nina uhakika wa kuendelea kucheza vizuri. Sijapata sare ya goe mama goe, sijapata sare nikiwa dhofli hali, sijapata sare nikiwa niko taaban, sijapata sare nikiwa niko hohe hahe. Nimepata sare nikiwa kwenye mapambano makali, nimepata sare kutokana na ubora wa mpinzani aliyokuja nao kwenye dakika 90 za siku husika. Kwa hiyo inatupa matumaini kwamba sisi timu ya kupambania malengo yetu bado tunayo. Kwa hiyo sio sare ambayo imetutia unyonge wana Simba. Ni sawa na tajiri akilala njaa. Tajiri akilala njaa na kuhana wasiwasi, anajua kesho mimi nitapata hela nitakula. Tofauti na wewe maskini, ukilala njaa unaumia zaidi kwa sababu huna uhakika na kesho kama unapata. Kwa hiyo unakuwa ni maumivu, umelala njaa lakini kesho unamkaje vile huna mpango. Lakini tajiri anajua kwamba anyway nimelala njaa leo lakini kesho mipango yangu pale posta itakwenda sawa, nitakula, mambo yatakuwa gwede. Ndio sare ya Simba, ni sare ya kitajiri. Sare ya kitajiri kwa maana ya kwamba team imeperform at their best level. Wachezaji wamecheza kwa kiwango chao. Timu imecheza vizuri, tumedominate, tumetawala mchezo, tumefanya kila kitu kilichokuwa sahihi, tumefunga goli kali vibaya mno, lakini ubora wa mpinzani wetu ukapelekea sare hiyo. Tumeikubali, haituvunji moyo, haitukatishi tamaa, bali inatupa matumaini ya kwamba tuna uwezo wa kufanya vizuri safari yetu inakoelekea. Lakini kama haitoshi, wakati mwingine unatakiwa uyapende makosa yako, kwa sababu makosa ndiyo yanakufanya wewe uwe mtu bora. Unaelewa falsafa hiyo Unaielewa falsafa hiyo hiyo ni Archimedes principle. Huwezi kuelewa hiyo Tobi. Umechelewa wewe hapa mjini duniani, umechelewa. Hiyo ni Archimedes principle, kwamba unatakiwa uyapende makosa yako. Makosa ndio yanakufanya wewe kuwa mtu bora zaidi hapo baadaye. Ukiwa unapatia tu kila wakati, unajengwa unapatwa na kiburi na unakuja kufanya kosa kubwa zaidi ambalo linakuja kukuzamisha. Lakini ukiwa unakosea, yale makosa yanakujenga kuwa mtu bora na mtu imara, na unajipanga kuwa bora zaidi. Kwa sisi kosa ambalo limefanyika jana
linatufanya tujipange kuwa imara zaidi mechi inayofuata. Nakumbuka mechi inayofuata ni Jiwe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunaifanyia postmortem mechi hii dhidi ya Pamba. Tumekosea wapi tukapata sare, tunaijiimarisha mechi inayokuja dhidi ya TRA, tunakuwa tuko imara zaidi.